Ndani ya jiji la Dar es Salaam katika eneo la Goba ndipo kijana mwenye ndoto kubwa ya kumkomboa mkulima kutoka kwenye matumizi ya zana za kilimo za mkono amekita kambi akitengeneza zana zake kwa ubunifu mkubwa. Safari ya ndoto hii ilianzia kuonekana tangu 2014 alipoamua kuweka mawazo ya ubunifu na kutengeneza zana za udongo, huku akijikusanya kupata malighafi ili aweze kuunda kwa chuma kwa ajili ya matumizi rasmi. Kwa chuma nimekuja kukianza nikiwa chuo cha VETA. Yani nilikuwa mtaani nafanya plastiki, ila mkuu wa chuo cha VETA Mpanda akaniona. Baada ya kuniona akanipatia pesa nifanye mashine moja, kwa sababu nilikuwa nimeshafanya modo ya plastiki yenye mfanano ule. Kwa hiyo akasema sasa ikuze katika uhalisia wa chuma. Nikaikuza katika uhalisia wa chuma na ikaleta matokeo mazuri. Nilitumia kama 800,000 hivi kuimaliza. Baada hapo nilipenda, na kuna mtu mwingine alinishauri, bwana, ingia kwenye masuala ya kilimo na mashine za kilimo, utapata watu wengi ambao wanapatia changamoto na wanapatia matatizo kupitia kilimo chao wanachokifanya. Mabilika amefanikiwa kuajiri vijana 12 ambao anafanya nao kazi kwa kuwaelekeza ili kukamilisha oda ambazo wamekuwa akizipokea kutoka mikoa mbalimbali na hata nje ya nchi. Kwa hiyo hao vijana niliowaajiri 12 huwa naelewana nao, bwana, nataka kazi iwe hivi. Angalieni mchoro, ukubwa wake uko hivi katika mchoro. Basi fateni michoro, lakini mniambie kwamba mtadai shilingi ngapi. Kwa mfano labda mfanya mashine ya milioni 10, wakisema niwalipe milioni 3 sio mbaya, kwa sababu pesa zingine zaenda kwenye material milioni labda zingine 3 na nyingine zitabaki kwenye kampuni kwa mfano. Kwa hiyo nafanya kama hivyo na nawalipa kila siku, kwa sababu najua hii kazi ni ngumu na ni nzito. Ama hakika ni ndoto za kila kijana kuona anatimiza malengo yake, ambapo kwa Mabilika anasema matarajio yake ni kuwa mzalishaji atakaowafikia wakulima wengi zaidi kwa zana zake. Nataka nimsaidie mkulima kulima naye kwa kumpa kifaa kizuri ambacho kitamsaidia katika kilimo chake. Lakini pia hapa nimepapata, kuna wadau baadhi ambao waliona kipaji kabla, wakaamua kujitoa na kunisaidia, kunisupport kabla ya serikali haijaona, na bado sijaonekana mbele ya macho ya serikali. Kwa hiyo natumia eneo la mtu, lakini pia nimetengeneza kampuni ambayo naamini mbeleni kama watanisikia wadau vizuri wakanipatia kazi, serikali kanisaidia ikanipatia kazi, hata kama isiponipatia pesa kwamba shika pesa fanya, ikanipatia tu kazi zile ambazo wangepewa watu wengine wa nje nikapewa mimi nifanye na vijana wenzangu niliowaajiri, natumaini nitafanya vizuri sana. Mtaji umekuwa ni changamoto kwa Mabilika, na hivyo analazimika kutegemea kupata kiasi fulani cha fedha kutoka kwa wateja ili kuweza kutengeneza bidhaa inayotakiwa. Kama ningekuwa na mtaji wangu binafsi, ningemsikiliza Mtanzania anataka mashine gani na kwa wakati gani, yenye ufanano gani na ufanisi gani, angeikuta hapa hapa. Ni nini ushauri wake kwa vijana wenzake? Kwanza wasikate tamaa, kwa sababu mimi sikukata tamaa. Kumbuka mimi nimekwambia nimeanza kubumba udongo, ila nikaona hichi ndo kipaji changu. Hata shule mimi nilifeli nilipata 4. Ila wale ambao nilisoma nao leo natamani kuwaajiri. Innocent bado anatumia zana duni kutengeneza vifaa hivyo, ingawa amefanikiwa kuonesha kipaji chake, ila alitamani kupata ufadhili kutoka serikalini ili aweze kuwa mzalishaji mkubwa wa zana hizo za kilimo na kuajiri vijana wenzake. Joseph Mpangala, Habari Weekend.